ili tuunganishe nguvu ya umma mpana sana kwa ajili ya mabadiliko. Ndugu zangu Wanachingwea, mimi nilifika hapa Nachingwea uwanja huu kabla ya uchaguzi unaoitwa uchaguzi, lakini ule uharamu, ubatili uliofanyika Oktoba 2025. Nilifika hapa na nikawaambia kwamba kama hakutatokea reforms, mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kufanya uchaguzi kuwa huru na haki, watawala hawa dhalimu wanaokataa mabadiliko, wanaokataa reforms, wanajiandaa kuitumbukiza nchi yetu katika umwagaji damu. Nilisema hapa Nachingwea, na nikawaambia Nachingwea, nikawapa pole kwa yaliyotokea 2020 ya kupigwa, kuwekewa zuio la kutoka nje, lakini nikawapa pongezi nyinyi wananchi, pamoja na vipigo na vitisho la kutupa madiwani 7, lakini nikawaambia hayo ya vipigo, ya nguvu ya vyombo vya dola 2025, kama hakutatokea reforms, hayo yatatokea vile vile maeneo mengi ya nchi. Maafa yatasababishwa na watawala dhalimu wasiosikiliza sauti ya wananchi na kuheshimu matakwa ya umma. Sikuwa mtabiri, nilikuwa nauona uhalisia mbele wa nchi inapokwenda. Yakatokea yaliyotokea, ya mauaji, ya vipigo, ya kufungiwa ndani ya nyumba, ya kuzimwa internet na mambo mengi ya giza mabaya sana ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Nchi yetu imepita kwenye mauaji kwa nyakati mbalimbali katika demokrasia ya vyama vingi. Yalifanyika mauaji Zanzibar 2001, hayakufika kiwango cha mauaji ya Oktoba 29. Yalifanyika mauaji Kibiti, Mkuranga, Rufiji, na miili ikawa inaokotwa baharini kwa nyakati mbalimbali, lakini haikufikia kiwango cha mauaji wa kiwango kile cha siku chache cha Oktoba na siku zilizofuatia. Yalifanyika mauaji wakati wa vita ya Kagera, lakini hayakufika kiwango kwa siku chache kwa kiwango cha Oktoba 29 na siku zilizofuatia. Yalifanyika mauaji ya Arusha kutokana na uchaguzi 2011, hayajafika kiwango cha Oktoba 29. Yaani kwa historia ya Tanzania, kama unarudi nyuma mpaka Tanganyika, kiwango pekee cha mauaji ambacho unaweza ukasema kilizidi kiwango cha mauaji ya Oktoba 29, utarudi nyuma mpaka 1905 na 1907 kwenye vita ya Majimaji, kwa sababu ilisambaa kutoka Kilwa na Chingwea ikaendelea mpaka Morogoro, mpaka Dar es Salaam, mpaka Songea na maeneo mengine. Hiyo ndio unaweza ukasema kilikuwa kiwango kikubwa sana cha umwagaji damu katika ardhi ya nchi yetu. Lakini toka Tanganyika imepata uhuru, Zanzibar imefanya mapinduzi, hakujawa kwa muda wa siku chache kiwango cha namna hiyo. Labda unaweza kujadili kidogo mwaka 64 mapinduzi ya Zanzibar na makaburi ya halaiki, labda kidogo. Sasa ndugu zangu, nataka kusema nini? Hakuna dhambi kubwa kwa serikali ambayo inaapa kwa katiba kulinda haki kuu katika nchi, haki ya kuishi, kama serikali kuua raia wake. Hakuna dhambi kubwa kama hiyo. Dhambi hiyo ni kubwa mbele ya Mungu, kwa sababu damu ya mtu asiyekuwa na hatia inalia. Lakini dhambi hiyo ni kubwa vile vile hata kibinadamu kwa watu. Sasa CCM
imekithiri, imeua watu. Serikali ya CCM kama matendo ya serikali ya Mjerumani wakati wa vita ya Majimaji, matendo ya kuwinda hivi raia kama unawinda tembo. Ndugu zangu, hali hii ilipofikia, inahitaji tuweke pembeni tofauti zetu zote, tofauti za kivyama, tofauti za kiitikadi, tofauti za kidini, tofauti za kikabila. Tuseme imetosha kuuawa, hatutaki tena kuuawa. Na ndugu zangu, ripoti ya tume ya Jaji Chande, pamoja na ubovu wake, pamoja na uozo wake, imekiri kwamba watu 518 wameuawa, alafu ikasema wengi ambao wamepotea wajulikani wako wapi mpaka leo. Tutabishana kuhusu namba, kwa sababu tunajua kwamba hiyo takwimu ni ndogo. Yaani serikali inayosema uongo ikikiri kwamba watu 518 wamekufa, yani unabidi uongeze 0 mwishoni. Si kama tunaelewana eh? Yaani kama serikali inayosema uongo, serikali inayoficha mambo ikakiri 518 wamekufa, basi ukitaka ukweli ongeza 0 mwisho. Si kama tumeelewana eh? Sasa tume ya Chande, pamoja na ubovu wa ripoti yake, ikasema kuna vyanzo vya hayo matukio walichokita vurugu na mauaji. Alafu ikasema kuna vichocheo. Kwenye vyanzo ikasema chanzo kimojawapo kilichosababisha mauaji ni wananchi walikuwa wanadai katiba mpya. Alafu ikasema chanzo kingine kilichosababisha mauaji ni wananchi walikuwa wanataka uchaguzi huru na haki. Ikasema chanzo kingine kilichosababisha mauaji ni viongozi kutokuwajibika kwa watu. Ikasema chanzo kingine kilichosababisha mauaji ni matatizo ya muda mrefu ya kijamii, ukosefu wa ajira kwa vijana, umasikini wa watu, migogoro katika ardhi na rasilimali, na tuhuma ya masuala ya ufisadi. Ikasema hivyo ni vyanzo. Alafu ikaviacha vyanzo pale pembeni, ikavitaja, ikaviacha pale. Alafu ikasema kuna vichocheo. Ikasema sasa vichocheo, kuna no reforms no election, kuna Oktoba tunatoka, kuna Oktoba tunatiki na vitu vya namna hiyo. Alafu vichocheo vingine kama kauli ya nywinywinywi wakaacha. Si kama tunaelewana eh? Lakini sasa kuna kitu kinaitwa chanzo, alafu kuna kitu kinaitwa kichocheo. Kinachotangulia ni chanzo, alafu kuna jambo linachochea kile chanzo, si ndio? Sasa ukitaka kushughulika na aliyesababisha tatizo, unashughulika na kichocheo au unashughulika na chanzo? Unashughulika na nini? Sasa chanzo cha kukwamisha katiba mpya ni nani? Si wao, si ndio? Na walianza hili siku nyingi. Mwaka 91 wakati dunia kuna wimbi la kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Kule Ujerumani kule kwa na mabadiliko ya kisiasa makubwa, Urusi kule kwa na mabadiliko makubwa, na nchi nyingine za Ulaya Mashariki kukawa na wimbi la mfumo wa vyama vingi kurejea Afrika. Na ndani ya Afrika yenyewe ikiwemo Tanzania kukawa na watu wanataka mfumo wa vyama vingi. Kukaundwa tume maarufu wakati huo ikaitwa Tume ya Nyalali. Ikakusanya maoni. Wananchi 20% wakasema wanataka vyama vingi moja kwa moja. 80%
Wakasema chama kimoja kwa sababu waliishi chama kimoja toka mwaka 65, lakini wakapendekeza mabadiliko makubwa katika nchi ambayo hayawezi kutokea bila kuandika katiba mpya, na wakataka katiba mpya na wakataka mabadiliko makubwa. Kwa hiyo tume ya Nyalali ikawaunganisha wote, ikasema walio wengi wametaka katiba mpya na wametaka mabadiliko ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Sasa nasema chanzo ni CCM na serikali, kwa sababu mwaka 92 tume ikakabidhi ripoti yake, ikapendekeza Tanzania iingie kwenye mfumo wa vyama vingi, ikapendekeza Tanzania iandike katiba mpya inayoendana na mazingira ya vyama vingi. Rais wa wakati huo Mwinyi alipopokea ripoti ya tume ya Nyalali, kwanza akaisema tume imefanya kazi ambayo hamkutumwa. Pili, akaita mkutano mkuu wa CCM. Nyerere akaingilia kati, akawaambia CCM, msipoukubali mfumo wa vyama vingi mtasukumwa na upepo wa dunia, hamtaweza kutawala. Mkutano mkuu wa CCM ukaamua kwa shingo upande kuingiza kwenye katiba vyama vingi, lakini wakabakiza katiba ile ile ya mwaka 77. Alafu kwenye swala la kuandika katiba mpya, CCM ikapitisha azimio la mkutano mkuu kwamba hawataki katiba mpya. Alafu bunge likatumwa sasa likairekebisha katiba kuingiza tu maneno vyama vingi. Kwa hiyo CCM na serikali yake ni chanzo toka mwaka 92 kuingiza nchi katika maafa, ikiwemo ya Zanzibar, ikiwemo haya yaliyotokea zaidi Tanganyika mwaka 2025. Sasa jambo hili likaendelea, likawa tatizo. Kila uchaguzi kuna tatizo Zanzibar, kuna tatizo Tanganyika kwa nyakati mbalimbali. Baadaye hoja ya katiba ikaibuka tena kwa nguvu sana, hoja ambayo ilikuwa ni ya muda mrefu sana. Mwaka 2010 ikaongezeka kasi zaidi. Mwaka 2011 baada ya maandamano na mauaji ya watu, rais wa wakati huo Kikwete akakubali kwamba nchi ianze mchakato wa katiba mpya. Mchakato ukaanza, akaiunda tume ya Warioba, ikapita ikakusanya maoni mpaka hapa na Chingwea. Wananchi mnataka katiba ya namna gani? Watu mkatoa maoni. Tume ikaandika rasimu ya kwanza, ikampelekea Rais Kikwete, sawa. Tume ikaruhusiwa ilete hiyo rasimu kwenye mabaraza ya katiba. Kila wilaya kafanyika mabaraza ya katiba. Wananchi mkatoa maoni kupitia kwa wawakilishi waliochaguliwa kwenye vijiji, wakaingia kwenye baraza, kwenye kata, wakaiunga mkono rasimu ya kwanza. Ikatoka rasimu ya pili ya muundo wa muungano wa shirikisho la serikali tatu, na ikaungwa mkono. Rasimu ikapunguza madaraka ya rais, ikapendekeza muundo mbadala wa tume ya uchaguzi, ikapendekeza muundo mbadala kwenye mahakama utakaoongeza uhuru kiwango fulani kwenye mahakama. Ikatoka rasimu ya Warioba. Sasa kukaitwa bunge maalum la katiba. Mimi wakati huo nilikuwa mbunge wa Ubungo. Wakati sheria hiyo inakuja bungeni, tukaipinga, tukasema hii itakwamisha mchakato wa katiba. Wakati huo Mheshimiwa Lissu akiwa msemaji wetu, waziri kivuli wa katiba na sheria, tukawaeleza matatizo yatakayotokea. Nyinyi mna wingi, wajumbe wote wa baraza la wawakilishi Zanzibar wao wajumbe, na nyinyi mna wingi. Unafanya CCM itakwenda kutumia wingi wake vibaya kuharibu maoni ya wananchi. Kwa tukawaambia tuongeze idadi ya makundi mengine ya watu, wakulima, wafanyabiashara, asasi za kiraia, taasisi za dini, ili katiba ikaandikwe na wananchi, sio kigenge cha wabunge au wawakilishi wa CCM kwa wingi wao. Rais Kikwete akakubali wakati ule kwamba basi kuongezwe kundi la watu wanaoitwa kundi la wale wajumbe 201 wanawakilisha wakulima, wanawakilisha
wafanyabiashara, wanawakilisha wanafunzi wa vyuo vikuu, wanawakilisha viongozi wa dini wa Kiislamu na Kikristo, wanawakilisha makundi yote muhimu katika jamii, wakulima, wafanyabiashara, watu wa madini, wachimbaji, makundi yote hayo. Sheria ikawa na kifungu kinasema makundi yakipendekeza majina yatampelekea rais ndo atatangaza. Kumbe ule ulikuwa ni mtego. Rais alipopelekewa majina, badala ya kupitisha majina ya makundi kama yalivyowasilishwa, rais akatumia mfumo wake kuanza kujua msimamo wa kila mmoja. Alafu akawa anateua watu wa makundi ambao kwa nje wanaonekana kama watu wa makundi kwenye jamii, lakini kumbe ni makada wa CCM. Ndio ile kwenye bunge maalum akateuliwa marehemu Kingunge Ngombale Mwiru ambaye alikuwa waziri wa CCM, katibu mwenezi wa CCM, eti akateuliwa anawakilisha waganga wa kienyeji ndani ya bunge maalum la katiba. Huyu Dr. Tulia Ackson ambaye baadaye akawa kwa spika akateuliwa anawakilisha vyuo vikuu. Kwa wakateua watu wa CCM wakaongeza kwa wingi zaidi. Bunge maalum ulipokaribia kwanza, muda wangu ikifika mnipe ishara, tunitaishia hapo hapo ili nisichukue muda wa wengine. Ikiisha nusu saa katika mazungumzo yangu mnikatia hapo hapo. Sasa tukakaa kwenye bunge maalum. Kwanza tukaanza na mgogoro kwenye bunge maalum. Kura hiyo ya wazi au ya siri? Kwa sababu CCM walijua wameshawapa maelekezo watu wao ili wajue kama wametii maelekezo ya chama au la, wakataka kura ya wazi. Pili ukaja mgogoro, nani atangulie kuhutubia bunge kati ya mwenyekiti wa tume kuwasilisha rasimu na Rais Kikwete kuzindua bunge. Wakapitisha kanuni kwa wingi wao kwamba atangulie mwenyekiti wa tume, alafu rais alitakiwa kufungua bunge kabla halijaanza, ahutubie baada ya mwenyekiti wa tume ili ampinge mwenyekiti wa tume. Na siku chache kabla bunge halijaanza, CCM ikafanya kama ilivyofanya mwaka 92. Kikaitwa kikao cha halmashauri kuu ya CCM Dodoma. CCM wakaijadili rasimu ya Warioba kabla. Wakasema hawakubaliani nayo kabisa, wakatengeneza mwongozo wa CCM juu ya namna ya kuandika katiba mpya na kila mjumbe wa CCM akapewa, lakini ule mwongozo badala ya kuiboresha rasimu ya katiba ukalenga kuiharibu. Kwenye muundo wa muungano, rasimu ilisema shirikisho serikali tatu. Wao wakasema wanabakisha muundo huu wa sasa wa serikali mbili. Wananchi mlisema mbunge asipofanya vizuri usisubiri miaka 5 aondolewe. Wao wakarudisha tena, mbunge akichaguliwa amechaguliwa, hawezi kuondolewa mpaka uchaguzi mwingine. Tume ikapendekeza kuwe na tume huru ya uchaguzi. Wao wakarudisha muundo kama huwa sasa, wakaubadili kidogo tu, lakini wakauharibu. Wakafanya hivyo kwenye maeneo mbalimbali kinyume cha maoni ya wananchi. Wananchi mlisema mawaziri wasio wabunge ili mawaziri wawajibike kwa watu na wabunge wawajibike kwa watu kwa upande wao. Wao wakafuta, wakarudisha ile ile. Nyinyi mlisema mbunge lazima awe na kiwango fulani cha elimu na mkapendekeza. Wao wakarudisha tena sifa ya kuwa mbunge kujua kusoma na kuandika peke yake. Kwa katika kila eneo wakabadili. Sisi tukatoka wakati ule kwenye bunge maalum na ndio ukazaliwa ukawa umoja wa katiba wa wananchi. Sasa nani alisababisha mchakato wa katiba ukwame? Ni sisi au CCM? Kwa hiyo nani amesababisha mauaji kwenye swala la katiba? Ni sisi au CCM? CCM, si ndio? Sasa baada ya pale akaingia Magufuli, mchakato ukakwama, akaingia Magufuli. Magufuli alipoingia, Amani rais wa CCM akasema katiba mpya sio kipaumbele kabisa, weka pembeni. Mchakato ukakwama kabisa. Magufuli Mwenyezi Mungu alipomtwaa, akaingia Samia makamu wa rais. Chadema alipofanya kongamano la kwanza tu la pili la katiba mpya Mwanza, aliyekuwa mwenyekiti wakati huo Mbowe akakamatwa, akapewa kesi ya uhaini, kesi ya ugaidi, akaambiwa ni chokochoko za katiba. Baadaye akatoka, wakakutana na rais, akasema tuzungumze. Tukaingia kwenye mazungumzo. Mimi nilikuwa sehemu ya timu ya mazungumzo, Mheshimiwa Heche alikuwa sehemu ya mazungumzo. Tukazungumza kwa mwaka mmoja, tunabishana kuhusu mojawapo kubwa likiwa jambo la katiba mpya.
baada ya mwezi Mei mwaka 2023, baada ya mwaka mmoja wa kubishana kwenye mazungumzo, CCM wakatujibu kwa maandishi kabisa kwamba swala la katiba mpya haliwezekani mpaka baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Swala la marekebisho hata madogo ya katiba ya kufuata tume huru ya uchaguzi haliwezekani mpaka baada ya mwaka 2025. Maana yake ni nini? Walikuwa wanaandaa mauaji, walikuwa wanaandaa kupora uchaguzi, walikuwa wanaandaa wizi, si ndio? Kwa hiyo wao ndio chanzo cha vifo vya Watanzania wenzetu, na kwa sababu wao ndio chanzo, tume ya Chande ilipaswa kushughulikia wao, tume ya haki jinai ilipaswa kuwashughulikia wao. Sisi tunapita tu kuelimisha umma na kuamsha umma. Kwa sasa tunawaambia nchi hii kwa sasa vipaumbele ni viwili. Vingapi? Cha kwanza, katiba mpya. Wangapi mnakubali kwamba kipaumbele kikuu ni katiba mpya? Wote. Shukrani. Cha pili, Tundu Lissu aachiwe huru, kwa sababu alibambikiziwa kesi akiwa anatetea mabadiliko ya kikatiba kupitia no reform no election. Wangapi wanasema kipaumbele ni Tundu Lissu awe huru? Kwa kunja ngumi kwa heshima ya Tundu Lissu na katiba mpya. Nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya. Katiba mpya. Katiba mpya. Sasa tumekuja kwenye mikutano na uhamasishaji. Tunachowaambia na tunataka wasikie na vyombo vya dola visikie. Tutazunguka maeneo mbalimbali ya nchi kuwaunganisha watu, kuwaelimisha watu, kuwaamsha watu. Tunaitaka serikali haramu, batili, katili, dhalimu ianzishe mchakato wa katiba mpya sasa hivi. Isisubirishe mpaka mwaka 2028 kama wanavyotaka kutudanganya. Sasa serikali isiposikia hiki kilio cha nyinyi wote mnaosema, sisi tutakuwa na jinsi zaidi ya kukaa vikao vya chama kuamua hatua ya mbele. Tutaitisha maandamano na tutatangazia maandamano na tutatangaza hadharani wazi kabisa. Wamwachie Lissu, waanzishe mchakato wa katiba mpya. Wangapi mko tayari Chadema ikipungiza kipenga cha maandamano mtayashiriki? Wote. Asanteni sana. Sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee, karibu. Nachingwea peoples. Nachingwea mumpo. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama chetu kwa upande wa Tanzania Bara, ndugu yangu John Heche, Mheshimiwa Katibu Mkuu, waheshimiwa viongozi, itifaki imezingatiwa. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusafiri kutoka Zanzibar mpaka hapa Nachingwea nikiwa salama na mzima kabisa. Lakini niwashukuru nyinyi wananchi wa Nachingwea kwa mapenzi yenu na mahaba makubwa mliokuwa nayo kwa chama hichi, na mkaweza kustahimili jua mpaka muda huu. Nimuombe Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, azidi kuwapa baraka, awape afya njema, na wale ndugu zetu ambao ni wagonjwa, inshallah kwa uwezo wake na rehema zake Allah awajalie wapate nafuu na warudi kuungana nasi katika ujenzi wa chama na taifa letu kwa jumla. Ndugu zangu, inawezekana ni mgeni Nachingwea, lakini sio mgeni Tanzania. Na nyinyi watu wa Nachingwea na watu huu wa kanda wa kusini ni watu ambao mna historia kubwa na nzito sana kule Zanzibar. Msidanganywe na hayo, naendelea tutayazungumza. Watu wa Nachingwea, watu wa kanda ya kusini
ni miongoni mwa watu waliokuwa mstari wa mbele katika mapinduzi ya mwaka 1964. Naomba mjipongeze. Katika baraza la mapinduzi la mwanzo, wale watu 14 ambao walikuwa wanaongozwa na Sheikh Abeid Amani Karume, watu 7 walikuwa Makonde wa Makua kutoka kusini. Hili ni jambo jema. Kwa maana hiyo nataka kusema nini? Kwamba wananchi wa Nachingwea na wananchi wa Zanzibar na ukanda huu wa kusini ni ndugu na tunalingana tamaduni zetu, na ndiyo maana nyinyi mnakula walinazi na sisi tunakula walinazi, au sio? Kwa hiyo sikushangaa nilipoambiwa kwamba nyinyi ni watu ambao mmeyapokea mabadiliko zamani, kwa sababu nyinyi ni watu wa harakati zamani sana. Ndugu zangu wa Nachingwea, mimi nimekuja jana hapa Lindi, nilistaajabu sana, na kilichonistaajabisha hali mbaya ya barabara zetu, hali mbaya iliyokuweko huko. Ninaambiwa hawa ndio wauzaji wakubwa Mbazi India, hawa ndio wanazalisha ufuta mweupe, hawa wana bahari, lakini CCM inachukua rasilimali zinazotoka ukanda huu wa kusini ikiwemo gesi kuwanufaisha wengine. Jambo hili limefika wakati wa kukataa. Iungeni mkono Chadema ili iweze kuleta mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Ndugu zangu, CCM imechoka kutuongoza na imechoka kweli kweli, na sababu ya kuchoka mnaijua. Watu wanaposhuka nidhamu, tizama tu katika nyumba yako, ukiona watoto baba anasema na watoto wanasema hawamsikilizi baba, utovu wa adabu umezidi ndani ya nyumba, ujue hiyo nyumba si salama tena, na hii nchi yetu sasa si salama tena. Leo mnawasikia ndani ya bunge, mnawasikia ndani ya baraza la wawakilishi, ndani ya bunge wanasema kuna Yuda. Huo ni utovu wa adabu wa hali ya juu. Wanazungumza ubaguzi. Kule Zanzibar, nyinyi wa Makonde wa Makua wamewapa vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi na wakawanyima vitambulisho hivyo hivyo wa Zanzibari wakaazi, ili wanaamini kwamba watu wa bara watawapigia kura CCM. Leo wanaandaa bajeti yao, wanasema hawawezi eti kuwatibu watu milioni 60. Hii ni haki kweli? Hii si dharau? Geukeni. Na hii wanafanya maksudi. Wanapokuja kule Zanzibar huwa wanakukwamisheni maksudi, wakati nyinyi watu wa kanda huu wa kusini, kama nilivyosema, ni miongoni mwa wao watu ambao mulipambana kwa dhati na bega kwa bega na Wazanzibari kuhakikisha kwamba sultani na Mwingereza anaondoka Zanzibar. Leo wanasema hawawezi kuwatibia. Si wameshindwa hao kuongoza? Ndugu zangu, yanayoendelea kwenye baraza la wawakilishi, yanayoendelea kwenye bunge, viashiria vya wazi wazi kwamba mama nchi imemshinda. Kwa sababu watoto wanapokosa adabu, maana yake kile kichwa ndo hakiko sawa. Kichwa kinapokuwa hakiko sawa, miguu na mwili na mikono haiwezi kutengamaa vizuri, itakwenda tu, utakwenda kushoto, utakwenda kulia, utakwenda pembeni. Ndugu zangu, tuungane kuhakikisha tunafanya mabadiliko kwa amani, na hakuna njia nyingine ni kujiunga na chama hichi cha Chadema, kukipa nguvu, kukichangia ili kiweze kutimiza malengo na matakwa ya Watanzania. Sisi Wazanzibari tumekuwa tukilia kwa muda mrefu sana, tunamtaka mamlaka kamili ya Zanzibar. Lakini mamlaka kamili ya Zanzibar yalikuwa yanakamishwa na nyinyi ndugu zetu wa Tanganyika, kwa sababu mlikuwa hamko tayari. Lakini naamini sasa mko tayari, au bado hamjawa tayari? Tuendelee kuidai Tanganyika, tuendelee kuidai Zanzibar, na tuwe na serikali ndogo ya shirikisho la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu bado sisi ni Watanzania na bado ni ndugu na tunachangiana damu kwa kila hali. Ndugu zangu, wakati wa mabadiliko ni sasa. Tukipoteza fursa hizi kuanzia sasa mpaka 2028, tukivuka hapo bila katiba mpya, aminini kwamba hakutokuwa na mabadiliko tena. Tushikilie hapa hapa. Wenzetu wa nje, naamini mnajua, leo nyote mmesikia bunge la Ulaya limepitisha mswada wa kuitaka tume ya Ulaya ifikirie upya msaada kwa Tanzania. Ni jambo baya sana kunyimwa msaada,
lakini inabidi lazima tusage meno yetu, tufunye meno yetu ili tufikie mafanikio ambayo tunayataka. Ndugu zangu, mko tayari? Mko tayari? Ndugu zangu wana Nachingwea, mimi leo sio msemaji mkuu hapa. Nina mkutano wangu maalum nimeandaliwa kwa ajili yangu Tandahimba kesho, na makamo bara atakuwa na mkutano wake maalum Masasi. Mkutano huu wa makamo mwenyekiti wetu bara, ndugu yetu John Heche. Mheshimiwa Heche, tafadhali uje uzungumze na ndugu zetu wa Nachingwea, uwape neno la faraja. Makamanda peoples, niwaombe sana wana Nachingwea, nyinyi mnajua kukaa itikafu. Itikafu si mnaijua? Wangapi wanaijua itikafu? Wanajua kukaa itikafu? Itikafu ni ibada maalum ambayo hiyo Waislamu watu naifanya. Tunajitenga na wake zetu, tunakaa msikitini, hatutoki huko siku 7. Tunaomba dua tu. Tuendelee tukaa hiyo itikafu, tumwombee mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Mwenyezi Mungu kama alivyowezesha nabii yetu Yunus kutoka kwenye tumbo la chewa akiwa mzima, baada ya kukaa katika tumbo la chewa miaka chungu zima, basi na Mheshimiwa Tundu Lissu atoke jela akiwa mzima na afya tele. Sawa? Itikafu hiyo muombe na viongozi wetu wengine wote ambao wanawindwa usiku na mchana. Baada ya kusema hayo, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Heche, karibu. Asante Sheikh. Bwana maiki nyingi bana, mimi siziwezi hizi. Nataka nijue inayozungumza ni ipi. Na wakati huo wote mliokaa sogeni hapa. Mimi nataka kuzungumza na nyie na waona usoni. Inukeni wote msogea hapa. Kama mnataka tusemezane, sogea wote hapa. Na nyie mlioko upande huu toka, njoo huku. Yeye mnaogopaje polisi hapa? Polisi wana nini hapa? Katibu mkuu, juzi nilikuwa Iringa. Na nyie sogeeni huko. Nimeambiwa kwamba kuna maagizo maalum ya polisi wa nchi hii, kwa sababu wanafanya siasa, kwamba kila Chadema inapotaka kwenda sehemu, asubuhi wanatembeza magari yale ya kutisha na nini, ili wananchi wafikirie kwamba labda kutakuwa na fujo huko tunakoenda, waogope kwenda kwenye mikutano. Kwa hiyo sijui kama hapa wamefanya hivyo, wanatembeza yale magari. Sasa nyie watu Wanachingwea mnaogopa? Kama hamuogopi sogeni. Hao wote nataka mtoke nyuma yangu hapa. Mimi sipendi kuzungumza, unaweza kurusha jiwe hapa. Wewe polisi wenyewe wameshaanza kurekodi, wewe unaogopa nini? Mimi nikisimama hapa lazima wasogee kurekodi, sio nini? Haya, Nachingwea peoples. Haitoshi peoples. Mko tayari tuzungumze, sio? Sasa watu Wanachingwea, nyie ni watu wenye historia kubwa kwenye nchi hii, kubwa sana. Kabla sijafika Nachingwea, nilikuwa naijua Nachingwea, kwa sababu Nachingwea ni miongoni mwa wilaya za mwanzo kabisa za kikoloni kwenye nchi. Uongo kweli? Wakati wa ukoloni, baada ya vita kuu ya pili ya dunia iliyoisha mwaka 45, Wajerumani walishindwa vita, na Ujerumani ndio ilikuwa inaongoza Tanganyika. Kwa sababu walishindwa vita, kulikuwa na nchi zilizokuwa zinaitwa Victoria Allies, nchi zilizoshinda ile vita kwa pamoja. Miongoni mwao ni Uingereza, na Uingereza akapewa koloni la Tanganyika kuliongoza. Mwaka 1947, kwa sababu ya mahitaji ya mafuta, Uingereza likapasishwa azimio kwenye bunge la Uingereza kulima karanga kwenye makoloni yake. Kwa hiyo kwa Tanganyika wakaja kulima hapa Tanganyika karanga, na maeneo ambayo
Miongoni mwayo ukiacha Dodoma, maeneo ambayo walikuja kulima karanga ni hapa kwenu Nachingwea, Farm 17 pale. Wangapi wanajua mimi nasema ukweli hapa? Sasa mimi nimesoma historia, mimi ni mwalimu. Nasoma sheria sasa, nasoma vitu vingi vingi, uchumi, sheria, kila kitu. Nataka kuwa na mambo mengi kwenye kichwa changu. Kwa hiyo Nachingwea wakaanzisha kitu kinaitwa the Nachingwea Groundnut Scheme. Farm 17 pale. Wakajenga na reli kwa ajili ya kuchukua mizigo hiyo hapa. Sasa wakaamua kuclear eneo ardhi karibia hekta 12,000 kwa kuanzia. Wakati huo mapori ni makubwa. Hebu fikiria mwaka 1947. Leo tunazungumza, wakati huo Tanganyika labda ilikuwa na watu tuseme labda milioni 3, milioni 4 au 5. Kwa sababu tunapata uhuru 61 tulikuwa milioni 8. Kwa hiyo unaweza kufikiri ulikuwa kukuta mtu mmoja au familia 10 zinaishi hapa, familia zingine kuzikuta kule tulikoanzia panaitwa nini? Naipanga. Na hapo labda unakuta watu wawili kijiji kizima. Kwa hiyo mapori yalikuwa makubwa. Hii Seru, mnaielewa, Seru leo ina kilomita za mraba 50,000. Nchi ya Israeli nzima, mnaisikia Israeli inayopigana na Irani, inapiga kila sehemu. Mnajua ina ukubwa gani? Ina kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo Seru, pori la Seru ni kubwa mara 2 ya Israeli na kubaki change. Mnaelewa hivyo? Nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Rwanda hiyo ya Kagame, si mnaijua? Pori la Seru lina ukubwa wa kilomita za mraba 50,000 mamangu. Kwa Seru hiyo ni kubwa kuliko Rwanda. Wakati huo sasa Seru labda ilikuwa inafika hadi hapa Nachingwea mjini au wapi, kokote kwa wanyama. Kwa wazungu, na kwa sababu walihitaji watu wa kufanya kazi, wakalazimisha nyie watu wa Nachingwea, babu zenu nyie si wa Makonde bana, wafanye kazi kwenye mashamba yao kwa nguvu. Wafyeke mashamba, wapande karanga, wazungu wavune wapeleke kwao. Kwa wazee wetu walikataa, wakaumia sana. Lakini sasa wazungu walikuwa na bunduki kama alizonazo Samia, na askari kama hawa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wazungu wakatumia maguvu ya dola. Ilikuwa serikali kama hii, dhalimu kama hii, ambayo imejiweka madarakani bila kuchaguliwa na wananchi. Na sote tunajua hakuna aliyemchagua Suluhu Hassan kuwa rais wa nchi. Uongo kweli? Hakuna aliyemchagua huyu bwana anaitwa Liwaka hapa kuwa mbunge. Uongo kweli? Mimi nimekuwa mbunge na Mnyika amekuwa mbunge. Yule tulikuwa na bwana mmoja kutoka hapa Pifupi Sara, si ndio? Tulikuwa nako bungeni kale jamaa. Nasema dogo dogo, msiseme ni dharau yani. Yes, tulikuwa naye bungeni. Kwa ndugu zangu, wazungu wakatumia nguvu sana kulazimisha watu wafanye kazi kwenye mashamba yao, kuchukua ardhi za watu, kwa sababu huwezi karanga kwenye ardhi ambayo haina rutuba. Uongo mzee? Ardhi ya mzee Abdara ndio ina rutuba, wanachukua kwa nguvu. Kwa kukawa na mambo mengine ya kodi pia, iko inaitwa head tax. Kwa hiyo Watanganyika wa wakati ule, watu wa kusini ambao wamechangia mabadiliko makubwa kupigania uhuru wa nchi, wakaumizwa sana na yale mambo. Wakasema hatuwezi kukubali. Kulikuwa na mambo 3 ambayo yaliwasumbua sana. Vijana wanaosoma sekondari wanajua ninachokiongea. Kulikuwa na kitu kinaitwa land alienation, kwa kizungu kupora ardhi ya watu. Kulikuwa na taxation, kodi ya kulazimishana. Kulikuwa na head tax. Head tax ilikuwa kodi ya kichwa. Kulikuwa na hat tax,
kodi ya kulipia nyumba, wakati ule nyumba za majani msonge ule ndio unaitwa hut. Tunaelewana mzee? Sio house, unaitwa hut kwa Kizungu. Kwa kukawa na kodi ya nyumba, ukiwa na 10, kwa sababu sisi wa Afrika huwezi kulala na mtoto wako kwenye nyumba moja. Kwa ukiwa nako kamoja unalipia kamoja, ukiwa na viwili vyote, ukiwa na kengine kakuweka mbuzi na kenyewe. Kulikuwa na kodi ya mifugo, kwa kulikuwa na kodi nyingi mpaka baadaye wakaanzisha kodi, kwa sababu watoto wadogo walikuwa walipi kodi. Kwa hiyo binti akibalehe tu, chuchu zikitoka, analipishwa kodi. Jambo la ngapi? La pili hilo. Na la tatu lilikuwa ni forced labor, kufanya kazi kwa kulazimishwa, kwenda kufieka mashamba ya wazungu, kupanda. Sasa watu wanachingwea kwa ushujaa wao, wakasema tuwezi kuendelea na ujinga huu. Mzungu anawaletea, sasa kuna machifu wanasimamia hapa, wale viherehere, kama vile ambavyo Samia akiagiza huku haji huku, kuna viherehere hapa chini, mkuu wa wilaya, au ndio viherehere, na walikuwepo tangu zama hizo. Kwa sababu nani amemchagua mkuu wa wilaya? Huu ni mfumo wa kipumbavu wa kikoloni, ndio tunaoupinga sasa hivi. Kwa sababu hao waliwekwa hapa kuwa jicho la mzungu ambaye yuko Dar es Salaam, kunyenyesea nyie. Kwa sababu mtu anatolewa Tarime, anakuja hapa Mkuria, hajui mila za Wamakonde, hajui taratibu zenu, anakuja anasema mimi ndio mkuu wa wilaya yenu. Ebo, matokeo yake anaweza kukulazimisha wewe. Kwa mfano sisi Wakuria, mkwe wako ukimwona unapita mita 200, yeye atakulazimisha umguse mkono, kwa sababu hajui mila zenu, hajui taratibu zenu. Wazungu waliwafanyieni hivyo, walitufanyia hivyo wa Afrika wakati ule. Kwa hiyo kulikuwa na viherehere, ndio walikuwa nasimamia hapa. Kwa hiyo kulikuwa na wakuu wa mikoa. Huu mfumo wa kikoloni, nchi nyingi huwezi kuja hapa eti Samia anatuteulia mkuu wa wilaya, si mkuu wa mkoa, si kila mtu anayepaswa kukuongoza wewe kama kiongozi lazima umchague, umpe kura yako ili awajibike kwako. Nitaeleza maana ya kura ni nini, nitaeleza ili muelewe. Mtu usiyemchagua hana huruma na wewe, ana huruma na yule aliyempa uraji, anamsikiliza yule, hawezi kusikiliza wewe. Kama umemchagua wewe, anajua akifanya ushenzi utampiga chini, lazima akuheshimu wewe. Kwa hiyo wakaleta hao watu, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakawa wanalazimisha watu kufanya kazi kwa nguvu, kazi za kulazimishwa. Watu wanachingwea, mashujaa. Pita mbele mzee, we polisi, njoo urekodia hapa, siogope. Sisi tunatoa elimu, hata wewe utatoka hapo umebadilika tu, sio? Sana wewe unatumiwa. Kwa hiyo wanafikiria mwaka 47 wakakasirishwa sana na mambo yale. Wakafanya nini? Mbegu za karanga zikaletwa kutoka Ulaya kuja kupandwa. Watu wanachingwea, brave people, watu wenye akili. Wakasema hawa tukitumia maguvu watatuumiza, wana bunduki, wana nini. Wakachemsha zile karanga usiku, wakakoka moto, wakaweka maji kwenye mapipa, karanga zikachemshwa. Alafu asubuhi wakaenda kupanda, karanga zimechemshwa. Mzungu mkoloni mshenzi anasubiri karanga ziote. Karanga iliyochemshwa haiwezi kuota. Mvua ikanyesha, masika, karanga haikuota. Kwa mzungu akara hasara. Mwaka 47 watu wakang'oa reli hapa na Chingwea katika mapambano. Reli iling'olewa hapa ya mzungu. Uongo kweli? Ili mzungu ashindwe kusafiri kuja hapa. Kwa wazungu wakarudi kwenye bunge lao mwaka 51, wakapata hasara wakati ule mabilioni ya fedha. Kwa bunge la Uingereza likajadili, likasema huu mradi ni nani starter, kwa tuondoe. Kwa wakaondoa ule mradi. Sasa ndugu zangu,
Tuko zama zile zile za ukoloni, tunatawaliwa na watu wale wale. Inasikitisha kwamba watu wa mwaka 47 walikuwa na akili na ujasiri kuliko sisi leo tunaojiita tumesoma. Wakati kule hakukuwa na simu hizo mnazoangalia hivi, hakukuwa na TV, hakukuwa na simu, hakukuwa na gari, lakini the brave people ambao hawakukubali kutawaliwa walifanya kila liwezekanalo kuondoa mkoloni. Leo sisi tunaogopa polisi yao, tunaogopa Samia amejiweka madarakani, wameua watu, maelfu ya watu, wanawadanganyeni miaka nenda miaka rudi kwamba watabadilisha maisha yenu, watawajengeeni barabara, watawaleteeni maji. Kusini imetengwa kwenye nchi hii. Tumekuja kuzungumza na nyie muelewe haya mambo kwa ajili ya maisha yenu. Sisi wengine tumejitoa, tuko mbele. Tumekubali watoto wetu wawe yatima wakati wote, tumekubali wake zetu wawe wajane. Maneno tunayoyasema hapa hayawafurahishi hao watu. Hatusemi matusi, lakini kwa sababu ni majizi, wanajua tunapowafungueni macho mtaamka usingizini. Wanatuchukia, hawatupendi, wanatamani kutuua. Tunalindwa tu na Mwenyezi Mungu. Leo mwenyekiti wetu tunazungumza, alitakiwa kuwa hapa, hana kosa, yuko ndani siku karibia 400 na kitu, mwaka mmoja na miezi 4. Lissu yuko ndani, mtu aliyepigwa risasi 16. Mungu amemwokoa, leo wanamshikilia. Tukiamka limetokea lolote, watatuambiaje? Wataiambiaje nchi kama sio kwamba wanataka kuichoma kiberiti nchi? Tuliwaonya hivyo hivyo kwamba msiende kwenye uchaguzi bila mabadiliko, kwa sababu kwani mnaogopa nini? Kama CCM mna nguvu, mnaogopa nini? Bwana Fande, wewe naye kutuma kuleko, wanaogopa nini? Waulize. Uwanja ulingane, hicho tunachosema, uwanja ulingane. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga refa atoke Yanga, Simba hawezi kubali kucheza hiyo mechi, haiwezekani. Tunataka uwanja unaolingana. Kama kuna mashehe hapa, neno la Mungu linawatuma kuhubiri haki hiyo, sio kuwa na upande wa kutetea uovu. Kama kuna viongozi wa dini hapa, Wakristo si nani, semeni ukweli huu. Watu hawa wameshindwa na hawezi kuongoza nchi hii. Na wazungu wanasema insanity, wenda wazimu, is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo na kutegemea matokeo tofauti. Huo ni wenda wazimu. Huo ni walikuja wakati wa Mkapa wakawaambieni nyie, tuchague sisi, barabara ya kutoka Masasi na Chingwea Liwale itawekewa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Kikwete, ari mpya, si nguvu mpya, maisha bora kwa kila Mtanzania. Tuchague barabara ya kutoka Masasi, Liwale na Chingwea itawekwa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Magufuli, tuchague barabara, tena yeye alikuwa amezikariri kilomita 175. Akapiga yake, Mungu akamchukua na yeye kwa mambo aliyokuwa anafanya. Amekuja huyu mama, mimi nikiwa bungeni nakumbuka hii barabara inajadiliwa tarehe 16 Juni mwaka 2023. Tarehe 16 mwezi Juni, mwezi wa 6 kama leo, tarehe 16 I mean. Wakakaa wakasaini mkataba. Nasema uongo che? Nasema uongo? Miaka 3 iliyopita. Kampuni gani barabara inaanza kujengwa, mkaja hapo mkaitwa, mchezewa viuno nini? Leo nimepita hapo Mahandaki.
Na hiyo serikali hiyo ambayo inaua watu, inang'ang'ania madaraka, barabara ndiyo hiyo. Kusini. Hiyo serikali hiyo inayoua watu ibaki madarakani, kwenye budget hii takataka wanayopitisha wanaita budget. Kwa sababu sio budget ya wananchi, hawajachaguliwa, hawana uhalali hata wa kukusanya kodi, hawajachaguliwa. Wazungu wanasema no representation, no taxation. Kama hakuna uwakilishi, hakuna kulipa kodi. Ndio utaratibu wa dunia. Wewe unalipa kodi kama mwakilishi, mbunge, diwani aende badala yako. Iko hivi, nyie wote mnastahili kuwa wabunge. Ukajiwakilisha, useme sina maji, ukaipelekea serikali inayokusanya kodi yako. Ukinunua kiberiti kodi, ukinunua maji kodi, chafya tu ya Mungu ndio hatulipi kodi kwenye nchi. Kila kitu kodi. Ili hela yako hii isiliwe, iende kwenye kazi, inatakiwa ukaiangalie. Sasa watu wanachingwea wote, Walindi wote, wa Mtwara wote, Watalime, wapi. Hatuna ukumbi mmoja wa kutosha tukae pale. Kwa tunachagua mtu mmoja anaitwa mbunge kwa niaba yetu, kina masirai na sisi. Je, barabara imo ya kwetu? Kama haimo, apige kelele kwamba mimi sipitishi hili jambo, watu wangu hawatakubali kwa sababu masirai yao hayamo. Mimi sipitishi kama hakuna mradi wa maji. Ndio maana ya bunge, mamangu, muelewe haya mambo. Ndio maana ya kuwa na mbunge. Ndio maana unaamka asubuhi, upange foleni, ukatume mtu aangalie masirai yako. Wazungu wanasema kama hamna hiyo nafasi, hamna kulipa kodi. Sasa nyie watu wa Mtwara na Lindi, watu wema, Mungu amewajalia rasilimali za kutisha katika nchi hii. Lakini umaskini wa Mtwara na Lindi ni wa ajabu. Unakuja hata Lindi hakuna hata uwanja wa ndege Lindi. Mkoa huu sehemu ya kulala ni majanga Lindi. Sasa ndugu zangu, hiyo barabara ilitegemea kujengwa mwaka 2023. Hawa watu wamepitisha budget hii ya sasa, fedha za usafiri trilioni 1. Trilioni. Sasa hapa tutaenda taratibu. Mimi ni mwalimu na mimi huwa nafundisha. Iko hivi, kilomita 1 ya lami, kilomita 1, hiyo barabara ya kutoka na Chingwea mpaka Liwale ina kilomita 175. Kilomita 1 ya lami inajengwa kwa shilingi milioni 500, lami nyepesi hiyo kama ya kijingajinga hiyo walioweka mjini hapa. Hiyo ambao ukipiga teke hivi inaruka juu. Inajengwa kuanzia milioni 500 mpaka 600. Barabara nzuri ya lami ya kiwango kile wanachojenga USAID, kama mmewahi kwenda kwenye mikoa ambao wamejenga barabara ya kiwango cha Marekani, inajengwa kwa milioni 800 mpaka bilioni 1. Sasa bilioni 1 mamangu ni milioni 1000. Bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani uhesabu shilingi 100 zifike laki, laki 1, 2, 3 ziwe milioni, milioni 1, 2, 3, 10, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ndio bilioni 1. Sasa kwenye trilioni 1 kuna bilioni 1 ambazo ni milioni 1000, ziko tena mle ndani 1000. Kwa wao wametenga trilioni 1 kwa ajili ya safari. Samia anaenda si wapi, mawaziri wanakuja hapa na magari 20. Amepita na msafara mkubwa ha? Hela yako wewe. Jamani, mama yetu. Sasa kilomita 1 ya lami bilioni 1, ambayo nimewaambia ni milioni 1000. Kwa hiyo barabara inahitaji bilioni 100 na kitu kuijenga, ambao kwenye trilioni 1 waliopanga wangechukua bilioni 175, bado zingebaki bilioni 850. Wawajengeni hiyo barabara. Wao wametenga kwa ajili ya safari, magari ya kwenu, mafuta ya kwenu, kura posho, kugawana. Siku hizi unasikia waziri mkuu anazunguka, si ndio? Mmemsikia Mwigulu Nchemba anazunguka. Na juzi nilisema hili, wakasema
huyu anasema waziri mkuu anazunguka. Waziri mkuu anazunguka eti watu wanaleta matatizo. Mtu anamwambia mimi nimeachwa na mume wangu. Kwa hiyo amekuachaje? Mimi si nilikuwa na wangu ameniacha. Kuna ujinga kwenye nchi hii ambao haujawahi kutokea kwingine kokote kwenye dunia hii. Yaani waziri mkuu anasuluhisha mambo ya ndoa. Kwenye kila wilaya kuna afisa ustawi wa jamii. Uongo kweli? Kama afisa ustawi wa jamii ameshindwa kufanya kazi ya kusuluhisha ndoa, askari hao wana kitu kinaitwa dawati la jinsia. Mamangu wewe askari, si mna dawati la jinsia nyie? Kila wilaya lipo. Au unasema uongo bwana bosi? Si mnalo hilo? Sasa waziri mkuu anasuluhisha ndoa. Si mtu amepigwa mimba. Hizo ndo fedha ambazo zingepengewa mafuta. Waziri mkuu anakuja na magari 30. Mle ndani kuna maafisa kibao wanalipwa posho, wameweka mafuta, wanalala hoteli. Anakuja kusikiliza ndoa. Na wanafanya hivi kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu hawana mradi hata mmoja wa kwenda kuzindua. Zamani waziri mkuu utamwona anazindua barabara, na hiyo hata sio kazi yake, lakini walau amekwenda kuzindua sui jengo. Leo waziri mkuu anazindua ndoa. Tuna nchi hapa. Alafu anakuja hapa anambia CCM juu zaidi. Huko juu wanafanya nini huko? Huko anakaa Mungu. Hapa ndio kuna shida hapa chini hapa. Watu hawana maji, watu hawana barabara, wao wanaenda juu kufuata nini? Jioni kama saizi wanakuimbieni eti sasa kumekucha. Kumekucha saizi saa 12 jioni. Na unakuta na mtu amepewa t-shirt kamechorwa Samia. Jogoo limeisha wika Dodoma. Useless. Ujinga mtupu. Ujinga mtupu. Na tukiendelea hivi tutachukua miaka 1000 chini ya hao watu. Wanawapa watoto wenu elimu matope tu. Hii kusini, Lindi na Mtwara. Kwanza nchi hii tuliambiwa wakati wa kutafuta ukoloni, kuondoa wakoloni, tunataka tuwaondoe wakoloni wazungu, sio kwa sababu ya rangi ya ngozi zao, alituambia Mwalimu. Tuwaondoe kwa sababu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga, umaskini na maradhi. Mambo mangapi ndio yaliyosababisha tuondoe wakoloni? Na tulipowaondoa, Mwalimu akasema ili nchi hii iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao milioni 65. Sisi ni nchi karibia ya 4 kwa kuwa na watu wengi Afrika. Na kwenye Afrika Mashariki hakuna nchi inatufikia wingi wa watu. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukizichanganya pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewambia ngapi? 945. Kwa hizo nchi 4 zinaingia Tanzania mara moja na kubaki chenji. Sisi ni nchi pekee duniani inayozalisha madini yanaitwa Tanzanite. Hakuna nchi nyingine. Mbuga yenu ya Seru hii mnayolalamika kuhusu tembo ni mbuga kubwa namba 1 kwenye dunia nzima. Hakuna mbuga nyingine ya kulinganisha nayo. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ambayo ina madini ya makaa ya mawe. Ukienda Masasi pale, maroli. Hawa mjai kwenda Masasi pale. Kwenye kale kabarabara muone yanapita kwenda bandarini. Ni nchi ambayo tuna bandari. Tunazungukwa na nchi 7 landlocked.
Zambia, Kongo, Malawi, Uganda, Rwanda, Burundi na Ethiopia, Sudani, zote. Ili mtu aendeshe gari Kongo, inapita kwenye maji yenu ya bahari. Ili asafirishe mzigo wake kutoka Kongo uende Ulaya, inapita kwenye. Mungu amekupa maji, wewe ni kujenga gati ukae pale, fedha zinaingia bure, maji hayaishi kesho wala leo. Na hiyo nayo Samia Suluhu Hassan eti hawezi kuiendesha, amewapa Waarabu. Yaani hiyo bandari alijenga Mwalimu. Ile bandari ukisikia ni kama stendi ambapo meli zinasimama, zinakulipa wewe pesa. Alijenga kwanza, kabla ya Mwalimu walijenga wazungu kusafirisha mizigo yao. Mwalimu akaiendeleza, akaja Mkapa akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliiendeleza zaidi. Sisi tulibishana Magufuli sana kwenye masuala ya demokrasia, na haya tunayopitia ni kwa sababu yake partly. Tulisumbuana sana. Lakini aliendeleza ile bandari, akanunua mitambo mipya. Mwaka 61 tunapata uhuru, tuko milioni 8. Waarabu wa Dubai wako 70,000. Sisi milioni 8, wao 70,000. Leo wako milioni 3, tuko 65 milioni. Kwamba sisi nyie wote mnazaa ndondocha tupu. Hakuna anayeweza kuendesha bandari, tumempa Mwarabu, wao wako milioni 3 watuendeshe. Tukisema haya, hawa watu wabaya wanatutukana, tutiwe ndani, tuumizwe. Na nyie mnakaa kimya tunavyoumizwa, mnatukatisha tamaa. Mkiona Chadema imerudi nyuma, haki ya Mungu nawaambia, watawauzeni hao watu. Siku mkiona Chadema imeweka silaha chini, imenyamaza, mmeisha. Nawaambieni ukweli, mmeisha. Watauza mpaka wake zenu. Kwa sababu mnacheka hapa. Mnacheka. Hii dunia hii, kuna nchi kubwa za viwanda. Mkiona makaa ya mawe yanapita hapa yanaenda kuzalisha umeme, kuyeyusha chuma. Kuna nchi kubwa ambazo zina chuma, zina viwanda vya magari, automobiles, vinazalisha hewa kubwa ya ukaa, vinachafua ozone layer huko mbinguni. Kwa hiyo vimelazimishwa, hizo nchi zimelazimishwa kulipa kodi kwenye mataifa yanayozalisha oksijeni kwa wingi. Tanzania imefuzu kwa sababu ina misitu mingi. Seru, mbuga za wanyama Serengeti, tu wapi, tuna misitu mingi duniani hapa. Kwa hiyo tunazalisha hewa nyingi ambayo ni oksijeni. Sasa sisi tunapaswa kulipa hizo fedha kwa sababu tunazalisha oksijeni. Mnajua nani anachukua hizo fedha kwa niaba yetu? Serikali ya Omani imepewa mkataba, yenyewe ndio inakusanya kwa niaba ya Watanzania. Sasa wanashindwa nini kuwauzeni nyie kama unacheka? Hawa watu wasio na huruma. Hebu fikiria hivi, nyie watu wa kusini hapa, mna gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Mnalima korosho. Korosho ndio zao ambalo linazalisha fedha nyingi kuliko zao lolote, hata kuliko dhahabu wanayouza kwenye nchi hii. Mwaka jana imeingiza trilioni 1.4, na hiyo ni kidogo sana kwa sababu ya ujinga wao. Lakini nyie mnalima korosho. Miaka ya 70, mwaka 1970, Vietnam walikuja kujifunza kilimo cha korosho hapa. Wakati ule Tanzania ilikopa pesa Tanganyika kutoka World Bank, ikajenga viwanda vya kubangua na kutengeneza korosho na mazao yanayotokana na korosho, viwanda 12 hapa maeneo ya kwenu. Tulikuwa na uwezo wa kubangua karibia tani 120,000. Miaka ya 70. Vile viwanda vikaja vikauawa, vilipouawa vikabinafsishwa, vimebinafsishwa vikageuka kuwa magara. Leo ndio magara ya vyama vya ushirika. Uongo kweli? Sasa wewe unalima korosho na kuna zimwi hapa, kuna kikundi cha wauni hapa vinaitwa vyama vya ushirika. Hapa kwenu kipo kinaitwa Runara, si Runali. Kupe. Unafahamu kupe? Nyie watu wa huku hamfugi ng'ombe, sisi tunafuga ng'ombe. Kuna mdudu anaitwa kupe, ananing'inia kwenye ngozi ya ng'ombe, anaamini ng'ombe ni mali yake. Wewe mchungaji una ng'ombe wako, yeye kupe anaamini ni wa kwake, ananyonya damu. Unamuuza ng'ombe, unapeleka mnadani, kupe yuko pale pale. Ukifika mnadani unamuuza, anaenda anachinjwa, kupe amening'inia pale. Ngozi ikianza kukauka damu ndio kupe anashtuka, kumbe hali mbaya. Ndio chama kama hiki Runara, si kinaitwa nini? Runali. Sasa mkulima unalima zao
na korosho au ufuta, kwenye kila kilo moja wanachukua shilingi 1200. Sasa mnielewe, na nataka hapa tena niingie darasani niwafundishe. Hapa chini, shehe, wewe unatoka Zanzibar, chini kabisa kuna kitu kinaitwa chama cha msingi au AMCOS. Ukija juu unakuta chama cha ushirika, alafu kuna bodi ya korosho, alafu baada ya bodi ya korosho kuna kitu wameanzishwa kinaitwa, ngoja leta simu yangu bwana, nani na simu yangu? Kuna kitu kipya, sio kama hata mmeisha kijua hapa, nilikuwa namuuliza mbunge wangu Mahadhi kama anakijua. Kuna kitu kinaitwa KCJE, kinaitwa Korosho Cooperative Joint Enterprise. Hako nako kamekuja juu ya bodi ya korosho. Pale pembeni kuna kitu kinaitwa TARI, kuna kitu kinaitwa Nariendere, wale waendelezaji si nini. Wote ukilima kilo moja ya korosho wanaweka pale shilingi 2, wengine wanaweka 25. Kwa mfano bodi ya korosho wanachukua shilingi 25 kwa kila kilo ya korosho. Sasa wewe ukichukua shilingi 25, mama yangu, na hii ndogo tu 25 lakini ukiwa na kilo 10 ni shilingi 250. Ukiwa na kilo 100 shilingi 2500. Ukiwa na kilo 1000 shilingi 250,000. Kwa hivyo kwa ile kidogo, kwa hiyo bodi ya korosho inachukua shilingi 25 kwa kilo. Ukichukua korosho zote zilizozalishwa, kwa mfano mwaka jana wamezalisha tani 430. Ukichukua tani 430 ukipiga mara 25 ni bilioni 10.7. Hiyo wamechukua bodi ya korosho tu. Wako pale Mtwara mjini, wako kwenye jumba la AC, wanalipana mishahara, wanaendesha magari mazuri. Wamewahi kuwaletea nyie madawa? Wamewahi kuwaleteeni madawa? Wamewaleteeni mbegu? Wamewaletea magunia? We ulime mwenyewe, mtoto wako upalilie, upige salfa, ufanye nini, uvune, ukipeleka tu wamechukua 25 kwenye kila kilo moja. TARI anachukua shilingi 25. Sijui Nariendere 25. Sasa kwenye kuuza, wacha niwasomee. Yaani nchi hii, na ndio maana hawataki watu kama sisi tuje hapa leo. Jamaa yenu anaitwa Liwaka ameniandikia, bana nasikia unaenda huko bana mdogo. Nikamwambia mimi nitakuburuza vile vile kama sikujui. Kwa sababu kwanza hajachaguliwa. Uongo kweli? Kachaguliwa yule. Hapa kuna kitu kinaitwa ubora wa maghara. Hii kwanza wanachukua kodi mara 2. Kuna kitu wanachukua kwa mnunuzi yule anayenunua kwenu, na kuna ile wanachukua moja kwa moja kwa wakulima, kuanzia kwenye vyama vya msingi shilingi 100, kenda kwenye AMCOS 65, vyama vya msingi 65. Kwa mfano, mnielewe vizuri hapa, mnunuzi anayenunua kwenu, kwanza nyie mnakusanya korosho, mnawapa vyama vya msingi, hawapi hata 100. Wao chama cha msingi wanapelekea chama kikuu cha ushirika, wao ndio wanauza. Yani mali yako anakuuzia mtu mwingine. Kwa kama wewe ulipeleka wa kwanza bei ikiwa 2600, yeye siku akikulipa hata akikwambia niliuza 2200, wewe uliona? Lazima ukubaliane naye. Nasema uongo? Sasa nikisema hawa kupe nakosea? Kama ni watu wema, kwa nini wasiwatengenezee mazingira? Na kwa nini kisiwepo chama kimoja tu? Kama ni chama cha ushirika ndio mwe mnashirikiana nacho, alafu chenyewe kiwe facilitator tu, kikuletee mnunuzi, wewe uende na mzigo wako uuze moja kwa moja. Ndio maana watu wengine wanaamua wanawapa Kangomba. Kangomba asifanye, kwa sababu watu hataki kuibiwa. Anasema bora nimpe huyu ajitajirishe kuliko wahuni ambao wanakaa pale wanaitwa chama cha ushirika, sio chama cha nini. Na mwaka jana niliwasema wakanitukana. Mimi nawasema tuko sana, nasema ukweli. Kama wanabicha waende mahakamani wanishtaki waone, ni wapitishe kwenye miba shenzi zao. Sasa kuna wanachukua mizigo mara 2.
kuna ambazo zimewekwa kwa mnunuzi. Sasa hizo za mnunuzi nyewe mnajisema, oh, sisi hazituhusu kwa sababu huyo mnunuzi. Mama, kuna kitu kinaitwa mjengeko wa bei. Sema mjengeko wa bei. Kwa mfano, mzalishaji akizalisha sukari, anaileta kwenu hapa, anaiuza shilingi 1000 kwa mfano. Shilingi ngapi? Ndio bei ya kiwandani ya sukari. Ikikufikia hapo, wewe unanunua shilingi ngapi? Unanunua 3000 au 2500. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameuza 1000, amepata faida yake. Kuna gharama ya nauli humo, mafuta yamepanda bei, serikali inakusanya kodi, inaongezwa kwenye ile. Kuna sijui kodi ya serikali inaongezwa. Kuna sijui nini, mpaka ikija na yule mwenye duka anaweka kidogo naye apate faida. Ndio maana unanunua kwa gari. Lakini ungenunua kiwandani, ungenunua rahisi. Sasa na mnunuzi hivyo hivyo. Kuna kitu kinaitwa export levy. Export kodi ya serikali imewekwa pale. Shilingi 500. Mnunuzi anakatwa, wewe uioni. Wewe unasema, huyu si mnunuzi. Mnunuzi anachofanya, kama bei alitakiwa kukupa 4000, anaondoa inakuwa 3500. Mjengeko wa nini? Kwa hiyo anaondoa 500 ya export levy. Kwa hiyo atakupa 3500. Kuna kitu kinaitwa ubora wa magara. Inawekwa kwa mnunuzi. Yaani chama cha ushirika kinakata shilingi 100 kwenye kila unachouza wewe, lakini bado ndio kinamiliki magara, tena kinaleta ubora wa magara kwa mnunuzi. Kwa mnunuzi analipa shilingi 35 pale. Kwa hiyo yeye anadidact pale, badala ya shilingi 3500 anakata inakuwa 3470 kitu. Haya. Kuna kitu kinaitwa gharama ya vifungashio, si shilingi 110 anakata pale. Kuna kitu kinaitwa CRP, mzani, anakata pale. Kuna kitu kinaitwa gharama za uendelezaji wa zao la korosho, shilingi 110 anakata pale. Kuna kitu kinaitwa ushuru wa union, anakata pale. Kuna nini? WRB anakata pale. Kuna kitu kinaitwa bima ya mtunza gara, anakata pale. Mwisho wa siku, wewe bei inayokuja kukufikia, badala ya kukufikia shilingi 4000, inakufikia 1600 au 300. Kama mnanielewa? Hivi wangapi mnaelewa ninachozungumza? Sasa katika nchi hii, ni siku gani wewe mkulima utaendelea kama serikali yako yenyewe inakunyonya namna hii? Alafu zile fedha export levy wanachukua. Kwa mfano mwaka huu, katibu mkuu, hebu nipigie shilingi 500 mara tani 400. Tani 490, maana yake tani moja ina kilo 1000. Kwa tani 400, maana yake ni kilo 490 na ngapi? Mara 500. Ni zaidi ya bilioni 200 na kitu. Napiga kwa haraka kwenye kichwa changu kwa sababu kichwa changu kina uharaka sana. Bilioni 245. Bilioni 200. Alafu wao wananunua salfa. Simlishawahi kuambiwa serikali imeleta salfa? Mnaambiwa njoo tuwape bure. Wananunua salfa ya bilioni 80. Wanakuja wanawapa. Mnapiga makofi, mama ametuletea mbolea. Unajikaanga kwa mafuta yako mwenyewe. Wajinga ndio wafanya nini? Wajinga ndio waliwao. Kuna kitu kinaitwa AMCOS, sijui mkutano mkuu wa AMCOS kwa mwaka. Wanakuiteni nyie, sio? Wanawapa biskuti na maji na shilingi na shilingi 20,000 na shilingi 20,000. Mnashangilia AMCOS yetu. Siku hiyo na kina mama mnavyojua kucheza vizuri wa Makonde, AMCOS yetu. Kwenye kila kilo moja AMCOS inachukua shilingi 110 kwako, na inachukua shilingi 65 kwa mnunuzi. Hizo ni zaidi ya bilioni 30.
Wao baadaye wanakuja wanakupa biskuti 20,000, fedha yako mwenyewe. Lakini je, hata hilo zao limeendelezwa ili waondoe kwenye ufukara? Hapana. Mnauza gafi, linakwenda nje kabla halijabanguliwa. Lakini kama ingebanguliwa hapa korosho, yale maganda yake yanatumika kutengeneza brake pads za magari. Kwa hiyo kungekuwa na kiwanda cha brake pads, mtoto wako angeajiriwa pale. Huyu mtoto angepata hela kiwandani pale, angejenga nyumba hapa na Chingwea, angekuajiri wewe fundi. Wewe fundi ungepata hela, ungenua mboga kwa huyu mama anayeuza mboga. Huyu mama angemwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda angenunua kitanda kwako, ingezunguka miongoni mwenu. Leo unapochukua korosho gafi unaitoa hapo unaipeleka kubanguliwa Vietnam, unasafirisha ajira ya mtoto wa Nachingwea unaipeleka Vietnam. Sio kama mnanielewa? Hivi mnaelewa ninachokisema nyie? Ndio maana tukisema tunaongozwa na wajinga walioshindwa, tuna maana hii. Nchi tuinyoche, tuirudishe kwenye misingi inayostahili. Tuna uwezo. Tuna uwezo. Wameharibu elimu, hamwezi kulizoni vizuri. Wao wanasomesha watoto wao kwenye shule nzuri. Watoto wenu na hawa askari wanaolipwa kidogo na walimu wanasoma shule zinaitwa sui Kidumu na Mfagio. Mama yake Juma anapika wali. Juma amekwenda kucheza mpira. Baba yake Juma anaangua nazi. Maswali, baba yake Juma alikuwa anafanya nini? A, anaangua mapera. B, ndizi. C, nazi. Akiweka na tiki. Mama yake Juma alikuwa anapika nini? A, dagaa. B, maharage. C, wali. Akiweka wali tiki. Anapata 100 kwa 100. Amepata 100 ya ujinga, sio 100 ya akili. Hata kwenye wajinga kuna anayeongoza humo kwenye ujinga. Nyie watu mna gesi, mna mbuga za wanyama. Wazungu wanafundisha namna ya kuchimba almasi zetu. Nyie wanafundishwa panzi na miguu mingapi? Kilimo cha mpunga si wapi? Kilimo cha ndizi Jamaika. Tutaleta elimu, tutafundisha watoto wenu kuwa na ujuzi. Na nimesikia kijana mmoja mjinga anatumiwa kama spika ya CCM. Mimi nimesema elimu ya nchi inahitaji mabadiliko makubwa. Tunahitaji technical trainings. Watoto wetu wawe na ujuzi. Haiwezekani eti huyu Dangote anakuja kufungua kiwanda hapa, alafu naambiwa nyie hamna fundi wa welding wa kuchomelea wa viwango wanavyohitaji, anatoka nje ya nchi. Sisi tunahitaji tu train watoto wetu kazi kama hiyo afanye mtoto wa Nachingwea hapa. Tunahitaji tuwe na watu wenye ujuzi wa plumbing. Una sababu gani za mwanafunzi kukaa miaka 4 darasani asome form 4, kwanza miaka 7 darasani, miaka 4 darasani, miaka 2 ya A-level, alafu anaenda chuo kikuu kusoma hotel management. Hotel management inahitaji muda wote huu. Hotel management inahitaji mtu amalize form 4. Sisemi kwamba sio muhimu, wala sio fani muhimu, hapana. Ni fani muhimu kwa sababu tuna utalii. Lakini haihitaji kuchukua muda wa mtoto wako miaka 10 na kitu kusoma ujinga huu. Inahitaji miaka 4 tu apate skills za communication, aelewe ABCD, apelekwe chuoni, afundishwe namna ya hoteli, aajiriwe afanye kazi, sio aende mpaka chuo kikuu eti kusoma hotel management. Kuchelewesha muda tu, kupoteza nafasi tu. Kwa ndugu zangu, watu wa Nachingwea, matatizo yote tulionayo ya uongo, ya nyie kukosa maji, ya serikali dhalimu, watu kupoteza watu, kuteka watu, ni kwa sababu ya katiba mbovu. Katiba ambayo imemfanya rais wa nchi hii awe Mungu, nusu na Mungu. Ndio maana wameua watu ili wajitangaze, alafu wasivyo na haya. Katika maumivu haya yote, Samia ameingia alafu akamteua mkwe wake kuwa waziri, na mtoto wake aliyeolewa na huyo mkwe wake amemteua naye kuwa naibu waziri. Sasa hicho ni kikao cha familia au ni wizara za nchi hii? Sasa mimi namuuliza, mkwe wake akikosea anaweza kumwajibisha? Mtoto wake akikosea
Anaweza kumwajibisha kwamba Watanzania wote hatuna akili, ni familia moja tu ndiyo ina uwezo kwenye nchi hii. Alafu tukisema hii ni nepotism, wanasema tunawatukana. Mimi naweza kuwa nazungumza kwa lugha ya ukali kwa sababu mambo haya yananiuma, lakini mimi as a person, kama mtu, sina utofauti binafsi na Samia. Nina shida na namna anavyoendesha nchi yetu. Ameshindwa, anapaswa apishe, watu wengine wenye uwezo wakae pale wabadilishe nchi hii. Mtoto wako mama Wanachingwea anastahili elimu nzuri kama mtoto wake. Yeye mtoto wake hajazaliwa kutoka mbinguni. Wote tunazaliwa kwa njia moja. Ile ile mnayoijua. Kuna miujiza hapo. Tunachohitaji ni mtu apate skills. Mtoto wako afundishwe shule sawa na mtoto wangu. Haiwezekani mtoto wangu anasoma shule ya international school, alafu wakwako anasoma hizi shule, alafu tuwashindanishe mtihani, wanafanya ule ule. Wakwako ataona wakwangu alipopita. Mwisho wa siku wakwangu ataonekana na akili, wakwako hana akili. Kumbe sio. Ni kwa sababu wakwangu alisoma katika mazingira mazuri zaidi, alikuwa na walimu wazuri zaidi, alikuwa na vifaa vizuri zaidi. Kumbe basi hata mtoto Wanachingwea hapa, kama wanapata fursa sawa mama, unaweza ukakuta mtoto anatoka hapa anasoma, anakwenda kuchukua dawa ya ukimwi na anaokoa dunia nzima. Tunachohitaji ni kuwatengenezeni mazingira ambayo mtoto wako huyu uliombeba mama ataishi kama wakwangu. Ndicho tunachopigania. Hiyo ndio yanasababisha wamemweka Lissu ndani. Lissu anakosa. Lissu anachosema ni kwamba tunataka rasilimali za nchi hii zitumike kwa ajili yetu sote, lakini wanyang'anyi fisadi wanahitaji zitumike kwa ajili yao wenyewe. Ndio maana tumekuja tunasema mzizi wa fitina wa mambo haya utakatwa na katiba mpya. Tunaelewana ndugu zangu? Na tunazunguka sasa hivi kuwaomba Watanzania wote mtuunge mkono kwenye swala la kudai katiba mpya na kumwambia wamwachie Lissu. Wasipotusikiliza kama alivyosema katibu mkuu, wasipotusikiliza, kwa sababu nchi ni ya kwetu wote, tutaenda hatua ya pili. Na hatua ya pili ni kuitisha maandamano nchi nzima. Wangapi mko tayari? Wangapi mko tayari? Wangapi mko tayari? Tukiona hawatusikilizi, tutaenda hatua ya wote tunastahili. Ndio ujumbe wetu kwenu. Tunazunguka kusema hatuna chuki na mtu, hatuna hasira na mtu, lakini tuna shida na nchi yetu inavyoendeshwa. Watu Wanachingwea, msirudi nyuma. Mimi najua hapa Nachingwea, kila nilikuja hapa uwanja ulijaa mpaka kule nyuma. Leo sijui nini kimetokea. Sijui ni matangazo ya kwenda vizuri au metishwa. Mtajua wenyewe. Lakini message sent. Wangapi mko tayari kuunga mkono Chadema? Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Wale kule nyuma wanaounga mkono msimamo wetu, nyosha mkono tuone. Upande huu wanaotuunga mkono, nyosha mkono tuone. Nyosha. Haya, kunja ngumi. Kunja ngumi sasa tuagane. Nachingwea peoples! Haitoshi power. Nachingwea peoples! Peoples! Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki, tutaonana wakati mwingine.